Wahouthi wa Yemen hawakuridhishwa na mkutano wa Doha katika kuchukua hatua dhidi ya Israel. Wa Yemen wamekosoa vikali mkutano wa Doha kwa kushindwa kuchukua hatua kali dhidi ya Waisrael, na serikali hiyo imekemea vikali viongozi wa Kiarabu na Kiislamu kwa kushindwa kuchukua hatua za kivitendo katika kuunga mkono wa Palestina na kukabiliana na jinai za utawala wa Israel, ikisisitiza kuwa utawala huo wa kibeberu huelewa tu lugha ya nguvu. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne na Wizara ya Mambo ya Nje ya Yemen, imebainisha masikitiko yake kuhusu matokeo ya mkutano wa dharura wa Kiarabu na Kiislamu uliofanyika Qatar kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya viongozi na wanaharakati wa Kiislamu wa mapambano ya Palestina Hamas waliokuwa wakikutana mjini Doha wiki iliyopita. Wizara hiyo iliongeza kuwa mkutano huo haukuzingatia kwa kina tishio kwa umma wa Kiislamu ambalo linasababishwa na utawala wa Israel, wala haukuchukua hatua madhubuti za kuilazimisha Israel kuheshimu sheria za kimataifa na kusisitiza mashambulizi ya mzingiro dhidi ya Gaza. Aidha, wizara ilibainisha kuwa wananchi katika nchi za Kiarabu na Kiislamu walikuwa wakitarajia kwa hamu hatua kali kutoka kwa mkutano huo, kama vile kukatiza mahusiano ya kidiplomasia moja kwa moja pamoja na kibiashara na Israel na kuweka vikwazo vya kina, kushinikiza kuvunja mzingiro wa Gaza na kuunga mkono mapambano ya Palestina na wapiganaji wao jasiri Hamas. Wahouthi pia wamesema kuwa kushindwa kwa mkutano huo kutoa maamuzi ya kivitendo na madhubuti kunazidi kuupa ujasiri utawala wa Israel kuendeleza mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Gaza na mashambulizi dhidi ya mataifa ya ukanda huu. Wizara hiyo pia imesisitiza kuwa jaribio limeonyesha wazi kuwa utawala wa Israel huelewa lugha ya kutumia nguvu na kwamba hatua za kivitendo na misimamo thabiti ni muhimu katika kudai haki. Zaidi ya hayo, Wahouthi wa Yemen wamethibitisha tena msimamo wake thabiti wa kuunga mkono Gaza na watu wake, ikiahidi kutumia kila nyanja na kila njia na rasilimali zilizopo na kujitolea kwa hali yoyote ile hadi uvamizi wa mzingiro na ukatili unaofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza utakapokoma. Mnamo Septemba 9, utawala wa Israel ulishambulia kwa makombora eneo la makazi mjini Doha, ukilenga wanachama wa Hamas waliokuwa wakijadili pendekezo la Marekani kuhusu kusitisha mapigano Gaza. Viongozi wakuu wa Hamas walinusurika, lakini wanachama 5 wa harakati hiyo kutoka Gaza na afisa mmoja wa usalama wa Qatar waliuawa kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel, wakisema kwamba mpango wao ilikuwa kuwaua wapiganaji hao wa Hamas. Jumatano, mkutano wa dharura wa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu ulifanyika katika mji mkuu wa Qatar, Doha, kujibu mashambulizi ya Israel dhidi ya viongozi wa Hamas mjini Doha. Viongozi hao walithibitisha kuunga mkono kwa dhati suala la Palestina na kulaani vitendo vya Israel katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, mkutano wa Doha ulimalizika kwa maneno makali tu bila kuchukua hatua madhubuti za kivitendo na mataifa ya Kiislamu dhidi ya utawala wa Israel, kama ambavyo wapiganaji wa Kihouthi walisema. Wahouthi walichokuwa wanataka ni kuona kwamba mkutano huo unakuja na azimio la kuitenga moja kwa moja Israel na kuvunja uhusiano na taifa hilo pamoja na Marekani. Lakini mataifa yaliyoshiriki katika mkutano huo wamekuja na maazimio tu ambayo kimsingi yanakosa nguvu ya kivitendo. Na wapiganaji wa Kihouthi wanasema ili hili liweze kufanikiwa lazima kuwe na muungano uliothabiti miongoni mwa nchi za Kiarabu pamoja na za Kiislamu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hapo wataweza kuunda NATO ya pamoja kama ambavyo pendekezo limetolewa na Misri katika mkutano huo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.